Na basi tukiendelea ni kwamba serikali inawekeza katika ustawishaji wa miundombinu ya elimu, mafunzo ya walimu na mifumo ya miongozo ya kitaaluma ili kufanikisha mpito wa mfumo wa elimu ya umilisi CBE, ukiwemo usajili unaotarajiwa wa zaidi ya wanafunzi milioni 1 kwenye taasisi za elimu ya juu kufikia mwaka 2029. Akizungumza wakati wa kongamano la kwanza la kitaifa la kitaaluma katika jumba la mikutano la KICC jijini Nairobi, katibu katika idara ya elimu ya juu Beatrice Inyangala alisema mageuzi katika ukuzaji wa mtaala tayari yanaendelea kutekelezwa katika azma ya kufanikisha utekelezaji wa mfumo huo. Huku mageuzi ya elimu yakiendelea kutekelezwa chini ya mfumo wa elimu ya umilisi CBE humu nchini, dira sasa imeelekezwa kwenye maandalizi ya mpito kutoka kiwango cha shule za sekondari msingi hadi kile cha elimu ya juu. Katibu katika idara ya elimu ya juu Beatrice Nyangala ameelezea imani kwamba taifa hili litafikia mpito wa 100% ya wanafunzi kutoka gredi ya 9 hadi gredi ya 10, wakati changamoto za ukosefu wa miundombinu, walimu waliopokea mafunzo pamoja na mifumo ya mwongozo wa kitaalamu zikitatuliwa. We are prepared for the students who have just graduated from grade 9 to join grade 10. The teachers have been adequately prepared. Nyangala vilevile alifichua kwamba vyuo vikuu kote nchini kwa sasa vinaangazia upya mitaala na kuimarisha mafunzo ya uhalisia katika hatua inayokisiwa kuwa maandalizi ya kupokea kundi la kwanza la wanafunzi wanaosomea chini ya mtaala wa CBE wanaotarajiwa kujiunga na vyuo vikuu mwaka 2029. We have also reviewed the coverage and scope of our programs, and we know there are gaps in areas like the sports, the creatives, and going forward we'll be admitting more teachers to be able to get the expertise that is required to deliver these courses in our universities. As far as universities are concerned, we are already on top of things. We are changing our curricula to ensure that the curricula is well aligned to CBE. Alisema hayo kwenye jumba la KICC jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa kongamano la kwanza la kitaifa la kitaaluma linaloandaliwa na halmashauri ya kuwasajili wanafunzi vyuoni. Kongamano hilo linajiri wakati serikali ikikiri kwamba ipo mianya kwenye uwiano kati ya ujuzi wa wanaohitimu na fursa za ajira zilizoko. We have been grappling with the problem of mismatch between the products that come out of our universities and the job opportunities available. So this intervention is critical. Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya KUPPS Agnes Wahome alisema kongamano hilo linadhamiria kubadilisha mtazamo unaozingira ufanisi wa kitaaluma kwa kuwahusisha wazazi, walimu na wanafunzi katika utekelezaji wa maamuzi yanayostahili. As we move to the new curriculum, we want to celebrate competencies and not the grades. If we just focus on the students like we've been doing in the previous years, we find there's still a gap when the parents still insist that the students have to do what the parents would like them to do. Kwa kuandaa kongamano hili kuhusiana na ushauri na saha kuhusiana na taaluma mbalimbali, serikali inasema imepiga hatua muhimu katika kuziba mianya ya ukosefu wa wataalamu huhitajika kwenye masoko ya ajira kote nchini na katika masoko ya kimataifa. Nikiripotia runinga ya KBC Channel 1 katika jumba la KICC, mimi ni Joseph Wahungu.